Shalom, shalom wapendwa. Nakumbusha watu tunachukua na muda wa mashuhuda kwa yote ambayo yametokea kwenye mfungo. Tuma ushuhuda wako kwenye njia ya voice, alafu tutakusanya mashuhuda na yote tutayaweka kwenye orodha ya mashuhuda mbalimbali, ili watu wajengwe, watu waelewe umuhimu wa shuhuda. Itakuwa kwanza kushuhudia hapa. Nimeanza mfungo na hali ya kifua kubana sana, ila katika siku ya tatu ya mfungo usiku na siku ya 4 niliona kama vile kifua, vitu ambavyo nimekuwa kwenye kifua vinataka kulepuka. Kwa hiyo nilimwambia nikawa na imani mke wangu ataniwekea mikono na nitafunguliwa. Kaniwekea mikono, nikatapika damu. Kesho yake tena mabaki mengine kama vile anataka kuibuka. Nikamwambia mchungaji Selemani, na nikatoka na mchungaji Selemani, kama watu mbali wanani mtoka nje na mchungaji Selemani. Mchungaji Selemani akaniwekea na mikono, na nikatapika, ila ilikuwa damu, ila ilikuwa vitu vinachangamana kama na damu. Kwa hiyo ni ushuhuda wangu mimi. Ni kusema watu wengi sana ambao wanafanya kazi ya Bwana wamefungwa, lakini wanashindwa kushuhudia makuu ya Bwana kwa sababu hawataki kuonekana labda wameshindwa vita au wako kwenye vita ambavyo hawakuviweza. Ila mimi Bwana hajaniita hivyo. Haleluya. Kwa hiyo mimi namshukuru Bwana kwa kunifungua kwa hilo, kwa hali ambayo nilitoka nayo Afrika baada ya kupewa sumu, baada ya utumbutumbu, kuwa kwenye hali ngumu, choo kuwa hali ngumu, kifua kuwa hali ngumu, na koo kuwa kwenye hali ngumu. Majuzi pia hata kichwa nacho kilikuwa kimeanza kuwa kwenye hali ngumu, lakini yote hayo Bwana ameyaondoa kwa uwezo wake. Kwa hiyo sasa hivi nina sachi, yani nina kagua kingine ka kitu kadogo au ka uchafu kadogo ambako katakuwa hata kamebaki, Bwana kaondoe. Nina imani na Bwana anayeondoa vyote. Sitaki mwili ambao umebakiza na tuchafu twa ibilisi. Kwa hiyo ninamshukuru Bwana. Nashukuru pia kwa wapendwa wote ambao tulifanya nao kazi kwa pamoja. In Jesus mighty name, amen. Shuhuda wangu wa pili, namshukuru Bwana kwa vipawa ambavyo amenipa vya kuhudumia watu. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, Roho Mtakatifu hakuwa ananiruhusia kuhudumia watu wengi, ila tu nilikuwa naweza nikaomba, lakini Roho Bwana alikuwa amenipa ramani nisiombee kwanza watu, nisifunulie watu vitu vingi. Kwa hiyo nashukuru Bwana kwa sababu kuna muda nilikuwa ninatamani sana niongee kila kitu, ila Roho Bwana ananizuia. Nifunue kila kitu, ila Roho Bwana ananizuia. Kwa hiyo namshukuru Bwana kwa kunitumia kwa kadri na mapenzi yake na kusudi lake. Kufuatana, amenipa viwango vingi sana ambavyo vinawasaidia watu wengi sana kumuelewa na kumjua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe na wajakazi wa Bwana. Mimi ninaye sababu kumshukuru Mungu wangu kwa upendo wote alionionekania na baraka zote alionionekania, alionibariki nazo. Nasema asante kwa Bwana, cha kwanza kwa kunipatia wokovu, na cha pili alivyonikubali kupakwa mafuta. Baada ya kupakwa mafuta niliona mkono wa Bwana. Baada ya kupakwa mafuta, nyumba yangu, nilikuwa na nyumba yangu muda wa miaka 24, sionage amani ndani ya nyumba, sijui maana ya ndoa. Lakini baada tu ya kupakwa mafuta, kwa kweli niliona mkono wa Bwana. Kuanzia siku nilitoka Iowa kufika tu airport, niliona mapenzi katika nyumba yangu ilirejea, amani ilirejea, furaha ilirejea, na mpaka kwa sasa Bwana anazidi kutenda kazi yake.
Bwana akaleta wokovu ndani ya nyumba yangu, akaokoa mume wangu kupitia nguvu za Bwana niliyokuja nazo kutoka Iowa. Bwana akaokoa mume wangu, na kwa sasa amani inaendelea kuongezeka, na ninazidi kusema asante kwa Bwana kwa kurejesha amani na upendo na kurejesha furaha ndani ya nyumba yangu, kwa sababu tangu mwanangu afariki, amani ilikuwa nakosa ndani ya nyumba yangu. Nilikuwa naambiwa nilileta kitu Iowa kenye kiliua mtoto, na amani ikakosa kuanzia kwa familia na mume wangu pamoja na mume wangu wote, na nilikuwa naonekana mimi ni mchawi ambaye nilienda kamata kitu Iowa. Lakini baada ya pia kupakwa mafuta, Bwana akarejesha kila kilichokuwa kinapotea ndani ya nyumba, na akaniongezea nguvu zaidi. Nasema asante kwa Bwana, kwa sababu wakati wote wa magumu sikupungukiwa. Hapana, Bwana aliniongeza nguvu zaidi, sikupungukiwa. Aseme kwa sababu nachukiwa na familia, nachukiwa na mume wangu, aseme nipunguke kiroho? Hapana, sikupunguka. Bwana alikuwa nami muda wote na saa zote, na mpaka kwa sasa Bwana anazidi kutenda kazi yake ndani ya nyumba yangu. Hadi kufika tarehe 30 ya hii mwezi wa 11, Bwana akaokoa mume wangu, na kwa sasa naona furaha ndani ya nyumba yangu na amani ndani ya nyumba yangu, na upendo wa Bwana unazidi kuendelea sana ndani ya nyumba yangu. Nazidi kusema asante kwa Bwana, na Bwana azidishie watumishi wa Bwana kwa kazi wanayoipenda, awaongezee vipawa zaidi. Na ninasema asante kwa Bwana kwa huu mfungo. Bwana amenijaza tena nguvu zaidi na kuniongezea karama zaidi ya unenaji wa lugha, kuomba kwa lugha aliniongezea zaidi, maana muda wote nikiomba mawili matatu nageuzwa, kinywa kinageuzwa, yeye mwenyewe anachukua kinywa changu anaanza omba. Bwana nasema asante kwa Bwana kwa kuniongezea hiyo karama zaidi ya unenaji wa lugha. Nasema asante sana kwa Bwana, na kupitia maombi ya leo ambayo tuliombewa na watumishi wa Bwana, ya katika kipindi tu cha maombi, niliona Bwana alijibu mahitaji yangu ambayo niliombewa. Kwani niliomba Bwana azidi kufungua macho yangu ya kiroho zaidi, na kweli aliyafungua. Katika tu maombi ya muda mfupi, Bwana alinionyesha maono 10. Alinionyesha maono 10 kwa kunidhibitishia, aseme macho yangu yanazidi kufunguliwa zaidi. Bwana asema asante sana kwa Bwana, kwa baraka zake, na utukufu na heshima zimrudie Bwana. Tukiomba anatujibia, tukiomba jambo lolote anatujibu, hawahi kutunyamazia. Hapana, kwa utukufu na heshima zimrudie. Na Bwana wabariki watumishi wake wote ambao wanafanya kazi yake. Asante kwa Bwana, na Bwana wabariki wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nami namshukuru Mungu sana sana kabisa kwa yote ambayo anatutendea. Hiyo tu kuanza kifungo, hiyo siku ya kifungo na kumaliza kifungo, ni ushuhuda tosha kabisa ambao Mungu ametenda kwetu. Pia namshukuru Mungu kabisa. Kipindi nilianza mfungo nilikuwa nasikia moyo wangu hauko sawa kabisa. Nasikia kama nina masirasira, kama nifunge niache, nasikia moyo hauko sawa hata. Lakini namshukuru Mungu, nilijitahidi hivyo nikao ninasema ama nikule tu. Lakini Mungu ni mwaminifu. Nilijitahidi na nikawa nimefunga, na huku niko na mtoto wa miezi 4 ananyonya, na huku naendelea na kufunga.
Kwa kweli namshukuru Mungu sana sana sana, sio kwa uwezo wangu, bali ni neema yake Yesu Kristo ameniwezesha. Kiukweli Mungu, nimeuona mkono wa Mungu, nimeshukuru kabisa. Tena mimi nimesikia ndani yangu tofauti mkubwa sana. Ndiyo nashukuru pia, na Mungu awabariki watumishi wa Bwana kwa kutuombea. Japokuwa mahitaji hayajajibiwa, lakini kwa imani tunaamini tayari Mungu ameshajibu, ameshatenda. Hilo ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Asante na Mungu awabariki nyote. Ubarikiwe sana. Mungu awazidishie nguvu, awazidishie kabisa, ili muendelee kutuombea na kuombea wengine. Asante kabisa, mbarikiwe sana sana sana. Mungu awabariki. Asante, amena. Ndiyo, mwana usiku mzuri. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Wapendwa katika Kristo, na mimi Mama Esther nasimama hapa kumshukuru Mungu kwa yale amenitendea ndani ya mfungo huu. Ndani ya mfungo Bwana amenitakasa kabisa. Metakasa tumbo langu, kwa sababu tumbo langu nilikuwa nikikula chakula kidogo tu tumbo inayala. Nikikunywa kama ni kopo ya chai nasikia tumbo inajaa. Manake njoo ilikuwa maisha nilikuwa naishi nayo. Nashukuru Mungu, ndani ya huu mfungo Bwana amelifungua tumbo kabisa. Ile siku ya 4 tu mfungo ulipoisha, njoo nikafika na kiasikia choo. Njoo nikakimbia kuchoo, njoo nilitosha buchafu kabisa. Bwana ametakasa tumbo langu. Nilirudia hako mara tatu na nikafika nasikia tumbo lote linakuwa liepesi. Nikafika nasikia kiuno kiote kinakuwa kiepesi. Namshukuru Mungu kwa ufungulivu huo ambao amenifungua kabisa. Namshukuru Mungu. Nasema asante. Sifa na utukufu zimurudilie Mungu wangu. Sifa na utukufu zimurudilie Baba wa mabwana. Na tena nasema asante Bwana kwa uponyaji ambao amemponya kijana wangu Espoire. Kijana huyo alikuwa anaumwa roho. Siku moja tu usiku, hiyo ugonjwa kamtombokea, kasikia roho kuna bulula huko kuna waka moto. Mtoto akafika anapoteza fahamu, kumbeba kwa hospitali kule akalala pale. Wakati alirudisha fahamu, kisha bakambeba ma x-ray kwenda kumpima, bakasema ni mgonjwa wa roho, na hii roho ilishafika kumwisho. Manake mtoto hatapona tena, arudie kunyumba, aanze kwenda kulaga familia. Manake mtoto alikuwa alishaanza ikala kwa ikalo na kutana tu na kunjama iko na waza. Manake alikuwa ishakuwa ni mtu wa mawazo. Njoo kwa tunamuencourage, tunamwambia hapana kuwaza, bali ni wanadamu. Njoo waliongea, sio Mungu njoo mwenye aliongea. Njoo gisi nilikuwa namwambia, sio Mungu njoo mwenye aliongea, ni mwanadamu njoo aliongea. So maneno ya mwanadamu yasikuweke pressure, hiyo pressure tena njoo kakia kukumalizia. Kweli nashukuru Mungu. Nilitumaka audio kubatumishi ya Mungu hapa Kukweli Ministry, na bakashimama na maombi, bakamuombea kijana huyo Espoire. Kweli Mungu ametenda maajabu. Mungu ametenda maajabu kabisa. Alirudia tena huko kwa hospitali, akapimiwa hiyo turu ya kwanza kurudia.
kisha maombi, kisha kumuombea. Ile siku nilituma audio, wakati mlimuombea kama mtoto alitapika damu ya mweusi, mtoto akatapika madamu ya mweusi. Kweli nashukuru Mungu kabisa. Nikafika naanza kuwaza, basi hivi anatapika damu, anasema anatapika damu hapa kinaishi tena, na hivi anatapika damu ni Mungu tu. Lakini nikaona mtoto analala nalamuka, nikashukuru Mungu. Nashukuru Mungu sana 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 kwa uponyaji. Wakati alienda pita tena kule ku X-ray, kwenda kutana na madaktari, walimwambia seme alage, anataka kukufa. Wale madaktari wakaanza kumuuliza seme ni dawa gani yenye alikunywa, yenye inamuponya. Juba naona kabisa anapona, ile ugonjwa alikuwa nayo yote inaisha. Njoo nikasema dawa yenye tulimupa Yesu ndio alimupa. Yesu ndio dawa. Tulimtia mikono ya Mungu na Yesu yepeke njo daktari. Madaktari njo mwenye alimuponya. Wadoktore walishangala kabisa. Kweli nashukuru Mungu kwa kumponya huyu kijana. Nashukuru Mungu kwa maombi ya watumishi wote ambao waliunga mkono kumuombea huyu kijana. Mungu awabariki. Na tena nasema asante kwa Mungu wangu kwa kumponya kijana huyu na kunifungua mimi Mama Esther, nafungua buchafu wote, ile gazi yote yenye ilikuwa inajaa tumbu yote Bwana alisafisha ndani ya mfungo huu. Nashukuru. Sifa na utukufu zimurudilie Mungu wangu. Sifa na utukufu apokee azo mahali alipo. Amen. Najua na vingine na karama na vingine alituahidia, na tunavingoja kwa imani. Amen. Asante. Shalom watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apatiwe sifa. Ameni. Mama Kate, namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu kwa ufungulivu. Namshukuru Mungu sana kwa kunipatia kibali cha kuingia mwiki kifungo. Pasipo Mungu kuniwezesha kama sikuingia mwiki kifungo. Wengine walitamani waingie mwiki kifungo, wakupata ile neema, wakupata kibali cha kukutaniana na watumishi wa Mungu wenye walichaguliwa na Mungu. Hii ni neema kubwa sana. Hii ni neema. Sisi tunapata neema ya kuwa pamoja na watumishi wa Mungu. Nikushukuru Mungu sana. Nikushukuru. Na hiyo uponyaji kama tunaipata ni kwa neema ya Mungu. Kama hapana watumishi, mwenye anaweza kukutia mikono au utapata uponyaji. Mungu anibariki watumishi. Mungu anipatie nguvu na uweza kwa kazi Mungu nafanya. Akuwe pamoja na mwe. Namshukuru Mungu sana kwa kunifungua. Na sikuwa najua kama nitamaliza hiki kifungo. Japo niliingia mkifungo siku ya pili. Niliingia mkifungo. Nilisema hata mkurupi, nilisema niko na matatizo. Mkubwa bwana yangu alikufa na bwana yangu alipita kwa operation ya licho. Njoo pale sikuingia mkifungo na sikupata mtu wa kuungana naye. Sikuwa kupata mtu wa kuungana naye kwa usiku. Kula mkia siku ya pili. Nami nikakuwa kuingia mkifungo siku ya pili. Ile sana niliingia mkifungo tu. Bigwa abe uchunge na kuya. Ile sana niliingia tu mkifungo. Hii tatizo ilimalizika zamani. Watumishi wa Mungu na Sister niombeaka. Nikasikia inamalizika, ikamalizika kweli.
influenza na ikanitokea. Nilikuwa nishapona. Nilikuwa nishapokea uponyaji. Ile saa tu ya kuingia maombi nikaanza kusikia kitu pa kuroho. Ndio hiyo kitu nilichiliwaka ni mchai. Nikaanza kusikia kinaanza kunipanda, kinashuka, kinapanda, kinashuka. Kiko nikata pumuzi, nisipate ile nguvu ya kuomba. Nikamwambia Mungu, uniwezeshe nipatie nguvu na mimi niingie mwa kifungo, nimalize salama. Kweli Mungu alipata kuniwezesha ile siku ya pili na siku ya tatu, ya nne, ya tano leo. Namshukuru Mungu sana kwa kunipatia kibali na uweza. Namshukuru Mungu sana kwa uponyaji, kwa kuniponya. Ya ile saa watumishi waliniombea. Nilisikia watumishi wanaanza kuomba, nilianza kuona vitu viko nanishuka mu mikulu. Niko naona vitu viko nanitoka mu bilole. Sasa vile tumanani, wanakuwa tule banakuwa kama ulovea kwa samaki. Ndio nilianza kuona vinaanza kunishuka kwa mikulu, nikasikia sasa vile nguvu inanipunguka. Sasa ile sasa nisikia nguvu inanipunguka, nikamwambia Mungu, niongezee nguvu nisipungukiwe na nguvu zako. Kweli nilisikia nguvu na najazwa na nguvu. Nikaanza kuona machozi yanaanza kunipita. Namshukuru Mungu sana kwa makuu yananitendea kungambo yangu. Namshukuru Mungu. Mungu apatiwe sifa na ahimidiwe milele na milele. Nashukuru kwa watumishi sana sana kwa kazi yenye mnafanya. Mungu ambariki baba yangu. Mungu ambariki. Mungu amiongezee nguvu na uweza. Na Mungu apate kumilinda na kumichunga kwa kazi yenye mko nafanya. Kwa kazi yenye mko nafanya watumishi wa Mungu. Nashukuru sana 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 kwa kupata uponyaji. Na najua Mungu atatenda. Naamini Mungu atatenda na mume wangu atamwokoa tu. Vile alikuwa shamkusa mbele, akaachana na mambo ya mapombe, tena hivi atamkusa. Mungu ambariki sana. Nalitakia watumishi wa Mungu siku njema, mlale na amani ya Yesu na Mungu akuwe pamoja na mwe. Ya samahani watumishi, tena nakuja kurudia tena. Tanisamehe watumishi wa Mungu. Nataka kuuliza, tunaweza kuleta maono mkurupe? Kuleta hata maono kumkurupe, maono yenyewe tuliona saa ya kifungo, tunaweza kuileta mkurupe au hapana? Shalom wapendwa katika Bwana. Nami pia namshukuru sana Mungu kwa neema yake ambaye ametujalia akatuwezesha kufika hapo tulipofika. Haleluya. Kwa hiyo namshukuru Bwana kwa neema yake. Nashuhudia pia na mimi katika mfungo huu Mungu ni mwema. Siwahi kwenda kufunga siku 5. Sijawahi kufunga. Siku 3 nimefunga. Siku 40 kunywa maji chakula kidogo nimefunga, lakini sijawahi kuchukua hii kafu. Lakini namshukuru Mungu sikudhoofika, sikuteteleka. Pia namshukuru Bwana katika eneo hili. Naamini Bwana amefanya vingi. Amefanya vingi sana. Amenibadilisha, ameniongezea neema, ameniongezea nguvu, ameniongezea imani. Nikiangalia mazingira niliyopo, naamini kabisa Bwana analo kusudi. Haleluya. Kwa Bwana namshukuru sana wapendwa. Amenitia nguvu, ameniimarisha, ameniongezea ujasiri. Naona kana ndani yangu na ujasiri, sina uoga wowote. Sina uoga wowote kumwambia mtu yeyote habari za ufalme wa Mungu. Habari ya kumwambia mtu, kumkemea mtu katika njia zake mbaya. Kwa hiyo sina uoga wowote. Bwana ameniimarisha. Bwana amenitia nguvu. Kwa hiyo Bwana abarikiwe sana kwa mfungo huu. Barikiwe wewe uliyeshiriki, barikiwe watumishi wa Bwana, barikiwe mtume Maria Bwana, barikiwe mchungaji Solomoni, mchungaji Amosi na wachungaji wengine wote. Bwana wabariki sana kwa kazi ya Bwana ambaye tunaifanya katika nyumba yake. Na Mungu alivyo mwaminifu na alivyo wa haki na alivyo wa kweli, hata tupungukia kama anavyoahidi.
atatupungukia tu endapo tutazembea na kumwacha, lakini yeye ni mwaminifu, anaahidi ya kwamba iwe hivyo, ametamka hivyo, itakuwa hivyo. Kwa hiyo namshukuru sana Bwana kwa neema yake, mfungo wa amani, mfungo wa afya. Nilipopata kufungua nikakuta hata hamna madhara yote katika tumbo, hakuna kitu chochote kile. Kwa hiyo namshukuru Bwana sana sana sana, na Mungu aliye juu mbinguni awabariki ninyi nyote. Kubwa zaidi, haleluya, kubwa zaidi yale ambayo Bwana ametupatia tukayafanyie kazi. Tusifunike chini talanta ambazo Bwana ametupa. Analo kusudi kukupa kitu Bwana, analo jambo kukutumia kwa ajili ya jina lake, kwa ajili ya ufalme wake, kwa ajili ya mwingine mtu, hata ikiwa mmoja tu, huyo Bwana atajitukuza. Kwa hiyo Bwana tubariki sana, tuendelee kufunga. Haleluya. Amen. Shalom, shalom. Wabariki wote ambao wamesukuma mashuhuda zao, ila tufahamu bado mashuhuda ni mengi. Wengine wengi ambao wamehudumiwa leo kwenye Zoom, watu ni wengi sana tu ambao wamebeba mashuhuda. Sasa nataka niwaambie watu hiki, watu meenda siku 5, watumishi wa Bwana wamejitesa kwa siku 5 bila kuombewa mchango wote ule, fedha yote ile, jambo lote lile, yote mmefanyiwa kwa ajili ya Kristo na kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Alafu kitu ambacho mnaombewa ni ushuhuda tu. Tuma ushuhuda wako ili watumishi wa Bwana nao na wale ambao hawana imani wapate kujifunza kutoka kwako ya kwamba Mungu kweli ametenda, ila unafanya moyo wako kuwa mgumu. Mambo kama na haya yatasababisha watu kupunguza ile juhudi ya kujituma sana kwa ajili ya watu. Wamwamposa wanani waliwakula hela nyingi sana kwa vipindi fulani na hamkufaidika kitu. Kwa sasa hivi Bwana anaponya watu kwa bure, na bado mnafanya mioyo migumu hata kwa kushuhudia. Siamini kama hapo ni mapenzi ya Bwana. Kemea pepo, toa ushuhuda. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mimi niseme kwamba Mungu namshukuru sana 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 kupitia kwa nabii wake, mchungaji wake mahiri, Mtume Maria Bwana. Kwa kweli umeamsha ulimwengu. Shukrani yangu inaambatana na hivyo. Mungu ameamsha watu wengine wapya kwa kizazi hiki cha ukaidi, chenye jeuri, chenye kupenda dunia, lakini Mungu anamtumia mtumishi wake huyo. Mungu akubariki baba yangu. Lakini sio hilo tu, watumishi wa Mungu wamesimama usiku na mchana bila hata sumni, bila hata malipo yoyote. Ni kwa sababu Mungu ameupenda ulimwengu huu. Shukrani zangu niseme kwamba hiki kilichowekwa ndani yetu, maana Mungu anasema chuma unoa chuma. Kama chuma unoa chuma, hakika kazi yako itaenda mbele kupitia kiongozi wako huyo. Lakini si hilo tu, bado naendelea kusema hivi, shukrani zangu sisi sote tuliyeshiriki katika hili. Naamini mtumishi wa Mungu huyo Mtume Maria Bwana anaendelea kukesha kutuombea tuendelee kuimarika. Siku ile naamini cheni itakuwa mbele yake ya watu ambao watoa katika jeuri na kiburi. Kila mmoja atasema mimi baba yangu ni huyu. Mungu aendelee kuzidishia. Lakini kwa kumalizia niseme shuhuda zangu ni kwamba ujasiri na kinachokizungumza saa hizi, yani ninafurukutwa, sijui kazi niitende kwa namna gani, lakini najua yuko anayeniombea, Mtume Maria Bwana na watumishi wote wanayekufuatilia. Mungu uendelee kuwapa hekima. Mungu kwa kweli umetengeneza vitu vingine kwa nyakati hizi, bila kusahau wazazi wa Mtume Maria Bwana. Hakika haikutoka sauti mbele za Mungu kusema mwanangu huyu
kwa kizazi fulani, lakini naamini ndio tayari sauti imetoka kwa mtume mali ya Bwana. Wote tuendelee kukesha, tuendelee kuongeza hiki ambacho Mungu ametupatia. Mimi ninasema asante kwa ajili ya Shuhuda, kwa familia yake baba na baba mwenyewe na watumishi wake. Tuwe watu wa kutii, maana Mungu anasema mkitii mtakula mema ya nchi. Kwa hiyo na sisi nasi tuwe watu wa kutii katika hiki ambacho tukipokea. Tusije tukaishia kwenye shukrani, baadaye tukasahau kuomba, baadaye tukajidai kama tumekaa katika kweli. Tumkumbuke Yuda, alikuwa mtume lakini akamsahau Kristo, pamoja alikaa naye pamoja. Baba, sisi tunasema mimi ninasema asante. Mungu akubariki. Nahitaji kuendelea kukaa ndani ya neno. Tuendelee kukaa na kudumu ndani ya neno. Tuendelee kuitenda kazi. Dunia yote tayari kama ni wanafunzi. Kuna tofauti gani na mtume Paulo? Ifike tu mahali mnyongeni mtume mali ya Bwana. Mungu aendelee kutia nguvu. Shalom, shalom kila muumini, na mshirika katika huduma. I just want to say a vote of thanks. Nataka kuwashukuru watumishi wote, kuanzia kwa mtume mali ya Bwana, mchungaji Selemani, Barnaba, Jakero, and all of you, Nabii Karen, nyinyi nyote. Penda tu kuwashukuru.